2027. Asante sana Chichi, nimeungana na baadhi ya wachanganuzi wa siasa hapa katika kaunti ya Nakuru, na asubuhi ya leo watakuwa wananipatia tathmini yao na uchanganuzi wao hasa kuhusiana na mstakabali ambao Wakenya watakuwa wanauchukua katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, sawa pia na utaarifu wa tume ya mipaka na uchaguzi ya IEBC. Nikianza na wewe pengine, tukianza na IEBC moja kwa moja. IEBC imefanya chaguzi ndogo mbili, uchaguzi wa mwaka jana Novemba na uchaguzi ambao pia umeanza leo katika eneo la Emuru wa Dikir. Kwa maoni yako wewe kama mchanganuzi wa siasa na Mkenya, unahisi kuwa IEBC iko sawa? Utaarifu wa IEBC ukoje kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2027? Asante, jina langu ni Jimmy Wagakafo. Mimi ni mwenyekiti wa Nakuru Citizens for Accountability and Development Association. We advocate for good governance. Niseme kwamba tuko na tume ya IEBC ambayo ndio lefali wa kuhakikisha kwamba wananchi wa Kenya wanapewa haki katika kuamua viongozi wanaowahitaji, viongozi wanaoamini katika taifa letu la Kenya. Na tulipata by election ya kule Bele North, na tukatarajia kuona kama IEBC itaweza kuongoza na kusimamia uchaguzi huo kwa njia iliyo na haki. Na kusema tu kweli, tuliweza kusikia watu wa Bele wakilalamika sana na wakisema ya kwamba uchaguzi haukufanyika walivyotarajia, na tena wakalaumu IEBC kwa sababu kuna mambo mengi, kuna dosari nyingi ambazo ziliweza kuonekana kule. Na kwa hivyo hiyo ilikuwa ni litmus test kwa IEBC, tuweze kuona kama Wakenya kana kwamba wameajibika kusimamia uchaguzi. Na niseme ya kwamba IEBC, you have a lot to do ili kuweza kuweka imani kwa Wakenya ya kwamba mnaweza kuaminika kusimamia uchaguzi wa taifa la Kenya. Pengine kwa maoni yako IEBC fanye nini? Tungependa, na jambo la kwanza, tungependa IEBC waweze kuzingatia mambo ya register ya wapiga kura. Tungependa wananchi wale ambao wamejisajili kupiga kura waweze kuwa katika register ya IEBC. Na ya pili pia tungeomba ya kwamba wananchi wakiingia katika kituo ambacho ameweza kujisajili aweze kupata jina lake liko katika hicho kituo, ili apate ya kwamba yeye amesajiliwa kupiga kura katika kituo kile ambacho. Tungependa kusema hivi, na ni vizuri tutahadharisha wana IEBC, isije ikafika ya kwamba tutaingia katika kituo cha kupiga kura unakuta ya kwamba jina yako imepelekwa Lamu ama imepelekwa Laikipia na wewe ni mpiga kura wa Nakuru. Tutakuwa na wakati mgumu sana wa kuweza kuelewa ya kama nyinyi hamujawekwa pale kuweza kuhakikisha ya kwamba uchaguzi haujakuwa wa halali. Asante sana. Nimalizie pia niseme ya kwamba tuko na malalamishi. Sisi kama wakaaji wa Nakuru tuko na malalamishi ya kwamba wale vijana ambao wanachukua vitambulisho zao hawapewi. Na nimearifiwa ya kwamba kuna wale ambao wanahusika na vitambulisho wanaitisha hongo kwa wale ambao wanachukua vitambulisho. Tunataka kutahadharisha wao na kuambia ya kwamba kama mtu ameapply kitambulisho, apewe kitambulisho chake ili ajisajili kama mpiga kura katika taifa letu la Kenya. Sisi tunaomba tu IEBC, tukifika uchaguzi mtupatie uwanja safi, muwe refari wazuri, muache Wakenya waamue viongozi watakaoongoza nchi hii kuanzia 2027 na kuendelea mbele. Wacha Wakenya waamue. Kwa maoni yako wewe kama mkazi wa Nakuru, nadhani Wakenya watatumia vigezo gani kuweza kuamua viongozi ambao watawachagua katika uchaguzi mkuu? Okay, jambo la kwanza, kwa majina naitwa General Okiki, mkaaji wa Nakuru, hasa tena kutoka Nakuru Town West constituency. Ile kitu tunasema ni ya kwamba Wakenya wako na haki ya kuchagua kiongozi ambaye wanaona ni ya kuwahudumia kwa maisha yao. Ile shida na tatizo tuko naye ni ya kwamba kuna IEBC. IEBC ni constitutional mandate ambaye inafaa itekeleze jukumu lake kulingana na katiba ya Kenya. Mambo mingi hata budget ya IEBC imepeanwa ya kuweza kuandaa timu ya IEBC jinsi inavyotakikana. Kwa hivyo tunatarajia ya kwamba kama wamepata rasilimali ya kuweza kujipanga kutekeleza kazi yao ya kuweza kudumisha kazi ya IEBC,
tunaamini ya kwamba tunataka kitu ambayo tunaita transparent, accountable and verifiable election. Na kwa upande wa Wakenya, wewe kama mkazi, unadhani watatumia vigezo gani kuweza kuwachagua viongozi katika uchaguzi mkuu? Ile kitu iko ni kulingana na katiba. Tunajua ya kwamba lazima wadhibitishe ya kwamba anayegombania kiti lazima awe amehitimu na amepita hizo threshold ambayo inatakikana ndio uweze kuwa unagombania kiti. So kama kuna mtu yeyote akuna dosari, inafaa awekwe kando kulingana na katiba chapter 6, ili Wakenya waweze kuchagua wenye wanajua wanaweza saidia kufanya kazi. Wapo baadhi ambao wanasema kuwa wamefanya kazi, wengine hawakuwakilisha wajibu wao ipasavyo katika muhula huu unaoelekea kutamatika. Pengine hilo Wakenya watalitumia? Ile shida iko tuko naye ya Kenya, si hata wenye wamefanya kazi ama wajafanya. Kulingana na Kenya, katiba ya Kenya inasema ya kwamba parliament ndio supreme, ndio inatekeleza kila kazi. Hata rais wa Kenya hawezi fanya jukumu lolote bila kupitia kwa parliament. Kwa hivyo wenye wametuangusha kwa hii nchi ni MPs wa nchi ambaye inafaa Wakenya wafagie yote. Saa hii tunaona wengine wanakimbia, wanasema one term because wanajua Wakenya wamekasirika. So wanataka kuenda kujificha ili waweze kuchaguliwa. Naambia Wakenya, iwe ni one term ama iwe ni two term, ile kitu iko ni ya kwamba hawa wabunge wajifiche hata two term ama one term, wafagiliwe yote, Kenya ipate nafasi ya kuweza kupata viongozi ambaye watatekeleza kazi. Asante sana. Ndio maoni yake na maoni yao hayo Chichi, baadhi tu ya wachanganuzi wa siasa na viongozi mbalimbali wa kazi ambao pia ni wa jiji hili la kaunti ya Nakuru. Kikubwa zaidi wanachokiitisha ni uwajibikaji kutoka Tume ya Mipaka na Uchaguzi ya IEBC, wakisema tunapoelekea uchaguzi mkuu IEBC iweze kudumisha imani yao zaidi kwa Wakenya. Vile pia wakiweza kutoa mapendekezo yao mbalimbali kuhusiana na uongozi na viongozi hasa wabunge hapa katika jiji hili. Kwako Chichi. Bila shaka mpenzi mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu kutoka kaunti ya Nakuru ambaye ni Mike Chalo, akiweza kutupa taswira kamili ya kule ambapo wakazi wa Nakuru wanazungumzia vile ambavyo taifa ama Nakuru pia iko tayari kuelekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Na hivyo basi bado Wakenya wanasema kwamba IEBC haijaweza kuwa tayari sana, maana waliweza kuona chaguzi ndogo zilizokuwa hapo awali zikienda vile ambavyo labda hawakuweza kutarajia. Na hivyo basi mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba kuhusiana na uchaguzi chaguzi ndogo ambazo zinaendelea kule maeneo tofauti, tutakuwa tukiangazia uchaguzi mdogo wa Emuru wa Dikir mwaka 2026 ambapo hii leo unaendelea, na nikueleze kwamba kuna idadi ya wapiga kura ambao ni 44,353 ambao wameweza kujisajili kuwa wapiga kura, na hivyo basi kuna vituo vya kupigia kura ambavyo ni 98. Elewa kwamba ni maeneo ambapo wapiga kura wanafika ili kuweza kupiga kura. Na pia nikueleze kwamba Emuru Dikir, kituo kikuu cha kujumuisha kura, ni taasisi ya mfumo ama mafunzo ya Emuru Dikir. Hivyo basi kumbuka kwamba hayo yote yanaweza kuhusu Emuru Dikir, na pia kuna wagombea kadhaa ambapo kuna Vincent Rotich ambaye ni wa chama cha DCP. Huyo ni mgombea wa chama cha DCP, na hivyo basi tutaona ni nani labda ataweza kuwa akichukua nafasi ama wadhifa huo kutoka Emuru Dikir. Na pia kuna David Keter ambapo pia ni wa UDA. Pia tunaye yule ambaye ni Desma Cherono ambaye ni wa PNU. Kuna Gideon Koech ambaye ni wa NVPK. Pia kuna Kenneth Kiprono ambaye ni wa RLP. Hivyo basi kumbuka kwamba hayo yote ni kuhusiana na uchaguzi mdogo wa Emuru Dikir. Pia kuna elewa kwamba uchaguzi mdogo umeweza kufanyika baada ya kifo cha yule ambaye alikuwa ni mbunge wa eneo hilo ambaye ni Johana Ngeno. Na hivyo basi kuna jumla ya kura mwaka 2022, tukiweza tu kujumuisha ama kuangalia vile ambavyo kuliweza kuendelea mwaka 2022 ama uchaguzi wa mwaka 2022, kulikuwa na jumla ya kura 35,752. Hivyo basi kuna ongezeko la kura kama 10,000 ama
10 ndio ambapo hapo awali wale ambao ni wapiga kura kwa sasa idadi yao ni 44,353 ikilinganishwa na mwaka 2002. Kama nilivyokueleza ni kwamba wengi wameweza kujitokeza kuchukua wadhifa huo baada ya kifo cha yule ambaye ni marehemu Yohana Ng'eno. Na hivyo basi tutarejea hapa studioni tuweze kujadili masuala ya safari ya uchaguzi wa mwaka 2027 iwapo taifa la Kenya liko tayari na IEBC je, imejitayarisha vipi? Tuweze kusikia. Tunaye yule ambaye ni mheshimiwa pia mchanganuzi wa masuala ya siasa yuko hapa. Nirejee hapa mheshimiwa na wewe, maana nilikuona ukitofautiana kidogo na mchanganuzi wa masuala ya siasa. Lakini nieleze